Taarifa nyingine, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, hii ni TV47. TV47 matukio, taarifa ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Wakazi wa Mwingi ya Kati, kaunti ya Kitui, wanalalamikia kucheleweshwa kwa ujenzi wa daraja la mto Enziu licha ya ahadi za serikali zilizopita na serikali ya sasa. Wanasema maisha yao yako hatarini huku mvua ikiendelea kunyesha na kukatiza shughuli muhimu. Wakazi wa maeneo ya Nguni na Nuu, eneo la Mwingi ya Kati, kaunti ya Kitui, wanaendelea kuishi kwa hofu kila mara mvua inaponyesha, wakilazimika kuvuka mto Enziu ambao mara kwa mara hufurika na kuwa hatari. Zaidi ya miaka 4 tangu mkasa wa mwaka 2021 ulioharimu maisha ya zaidi ya watu 30, matumaini yao sasa yako kwenye ujenzi wa daraja hili ambalo bado haujakamilika. Licha ya ahadi ya Rais William Ruto kwamba daraja hilo lingekamilika ifikapo Februari mwaka huu, Machi imewadia bila maendeleo ya kuridhisha. Tuna uwezo wa kuvuka juu ya maji. Hata saa hii naona kuna maji mingi. Tunauliza serikali, tafadhali mtimiza hadi muuliza tupa kwa hii daraja. Ikiwa inashindwa na kutengeneza daraja, tutengeneze flyover tuwe tunapitia juu. Wakazi wanasema ucheleweshwaji huo umeathiri pakubwa elimu, biashara na huduma za dharura, huku wanafunzi na wafanyabiashara wakilazimika kusubiri maji kupungua ili kuvuka. Na walimu wenye wanafuka sehemu hii ngambo nyingine, mto ukifurika wanafunzi wanabaki bila walimu wa kutosha. Kwa hivyo hizo ni tatizo. Hata sasa hivi usafiri umekwama. Serikali ilitenga mamia ya mamilioni ya shilingi kwa mradi huo, lakini maswali yanaibuka kuhusu usimamizi wa fedha na kasi ya mkandarasi huyo. Rais alikuwa amesema mwezi wa pili inaweza isha, tuwe tunapitia juu. Na wakati huu hii daraja inatengenezwa ni watu hata wezi fika watu 10, watu wadogo sana. Mto umeua watu wengi sana. Tangia miaka ya 2000 nimeshuhudia vifo vingi sana kwenye huu mto. Viongozi wa eneo hili wanaitaka serikali kuharakisha ujenzi kabla mvua haijasababisha maafa mengine. Kwa sasa wakazi wanabaki tu na matumaini kuwa daraja hili litakamilika hivi karibuni ili kuokoa maisha na kurejesha shughuli za kawaida. Mwaluse Meshak, TV47.